أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah awe msaidizi wake amesoma aya ya Qurani tukufu ambayo tafsiri yake ni kwamba wale watu wao mali zao usiku na mchana kwa siri na dhahiri, basi wana ujira wao kwa Mola wao, wala haitakuwa hofu juu yao wala hawatahuzunika. Kwenye Qurani tukufu Mwenyezi Mungu amewaelekeza waumini mara kwa mara kuhusu kutoa mali. Katika aya hiyo sifa hii ya waumini imetajwa vile vile, isemayo kuwa waumini wanatoa katika njia ya Allah usiku na mchana, na huwa wanatoa kwa siri na kwa dhahiri, na kwa Allah njia zote hizo zinapokelewa, yani kutoa kwa siri na kwa dhahiri. Kwani katika sehemu nyingine Mwenyezi Mungu anasema kwamba nia ya waumini hawa ya kutoa katika njia ya Allah inakuwa ya kupata radhi ya Mwenyezi Mungu, kama asemavyo, wama tunfiquna illa ibtighaa wajhillahi, yani wala hamtoi ila kwa kutafuta radhi ya Allah. Na wao wanatumia kwa ajili ya kutafuta radhi ya Allah, wala hawatoi isipokuwa kwa kupata radhi ya Allah, na shabaha yao inakuwa ya kupata radhi ya Mwenyezi Mungu. Basi hiyo ni alama ya kweli ya muumini mkweli, ya kwamba yeye atende mema na atoe katika njia ya Allah kutoka mali yake tukufu, na usiku na mchana awe na fikra ya kutenda mema na afanye matendo mazuri kwa siri na kwa dhahiri. Mara atoe mali kwa dhahiri na mara atoe kwa siri, na kujitolea kwake kuna kubaliwa na Allah. Sharti ni kwamba shabaha ya kujitolea kwake iwe ya kupata radhi ya Allah. Ikiwa kujitolea kwake ni kwa ajili ya kuwaonesha wengine tu, basi zabihu za namna hizo haziwezi kupokelewa kwa Allah, bali zinarudishwa kwao. Basi hiyo ni shabaha hasa ambayo muumini wakati wa kutoa anapaswa kuiweka mbele yake, na ndiyo dhamira ambayo wanajumuia kwa fadhili ya Allah wanaizingatia pale wanapotoa katika njia ya Allah. Ikiwa
hatuna shabaha hiyo, basi kujitolea kwetu hakutakuwa na faida yoyote na kutaenda bure tu. Endapo tutakuwa na nia hii kwamba mtu fulani ametoa kiasi fulani, basi mimi nitatoa zaidi yake, basi hakuna faida yake. Au jamaat fulani isije ikatuzidi katika utoaji huo, waila watu watasema nini? Hapana shaka kwamba kushindana katika mema ni jambo zuri, lakini fikira hii kwamba watu watasema nini, hiyo haitakiwi iwepo, bali tuwe na fikira kwamba kwa Allah tuwe wenye kutoa zaidi na tuwe na shabaha ya kushindana katika mema, na tusije tukatoa kwa ajili ya kujivunia na kuwaambia watu kwa ufahari kwamba nimetoa mchango kiasi hiki. Au ikitokea hitilafu, mtu aanze kuambia uongozi kwamba mimi nimetoa kiasi hicho, hivyo hii ni haki yangu kwamba jambo langu fulani likubaliwe au nipatiwe kitu fulani. Au mtu awe na fikira kwamba mimi kwa kutoa mali nyingi nitaanza kujulikana kwa khalifa wa zama au kwa viongozi na nitasifiwa. Hayo yote si sahihi wala hayana faida yoyote na ni kinyume cha shabaha ya kutoa, bali yanakuwa sababu ya kumletea hasara. Mwenyezi Mungu anasema kwamba hayo yote hayafai, na ikiwa mnapenda kutoa katika njia yangu, basi mnapaswa kuwa na lengo moja tu, shabaha moja tu, ambayo ni kupata radhi yangu. Na huu ni uhakika kwamba yule atafutaye radhi ya Allah, Mwenyezi Mungu pia anamjalia heshima, lakini heshima hiyo inatakiwa iwe yenye kumzidisha katika unyenyekevu. Na mtu namna hiyo huwa anajisikia majuto pale anaposifiwa na watu. Na ikiwa anakuwa na nia hii kwamba ajulikane kwa khalifa wa zama, basi shabaha yake inakuwa ya kupata maombi tu ya khalifa. Kwa kuwa amefanya bayati yake, hivyo anatamani kwamba yeye apate sehemu kutoka kwa maombi ya khalifa. Ikiwa ana imani juu ya ukhalifa wa kweli, basi kuwa na tamanio hilo si kitu kibaya, lakini nia yake iwe njema na nia yake iwe ya kujikurubisha kwa Allah. Na kwa sababu ya kujitolea kwangu, khalifa wa zama aniombee na nipate zaidi ukaribu wa Allah na niwe mwenye kupata radhi ya Allah. Na haya ni maombi ya waumini wanayoyaombeana, yanayokuwa sababu ya kuwaletea maendeleo ya kiroho. Basi hata fikra hiyo inatokana na mafundisho ya Allah. Mwenyezi Mungu anasema, kwa ajili ya kupata ukaribu wangu na kwa lengo la kutafuta radhi yangu, kwa kujihilisisha na kwa ajili ya ridhaa yangu, ikiwa mtatoa, basi hii ni ahadi yangu kwamba nitawaondoleni hofu zenu na ghamu zenu, na nitawajalieni utulivu wa moyo, na nitawapatieni ukaribu wangu, na nitawajalieni ili mupate utulivu na amani. Kwa fadhili ya Allah, hiyo ni shabaha ya jumuiya hii ambayo katika zama hizi imemkubali imamu wa zama, Masihi aliyeahidiwa na Imam Mahdi, ambaye ni mtumishi mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba tunatoa kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, na kisha Mwenyezi Mungu haachi bila malipo, bali huwa anatoa malipo yake. Bila shaka tunatoa kwa ajili ya kupata radhi ya Mwenyezi Mungu tu, lakini mara nyingi Mwenyezi Mungu anatujalia malipo yake katika sura mbalimbali, katika sura ya mali au katika sura nyingine ya zawadi, na mifano yake huwa tunaiona kila siku katika jumuiya. Na mifano hii si ya 10 au 20, bali ni maelfu.
bali niseme kwamba ni malaki ambayo wale wanaotafuta radhi ya allah wanaiona katika maisha yao ya kila siku. Kisha imani yao pia inapata kuimarika. Kwa yakini hawa wanaotoa mali yao wanapaswa kukumbuka kwamba ahli zao wana haki juu yao, na kutekeleza haki hizo ni wajibu wa mumini. Kuwatelekeza na kutokutimiza haki zao ni dhambi. Lakini pia ikumbukwe kwamba kwa kurizika na kile alichonacho na kwa kuwaambia watu wa nyumbani umuhimu wake, waendelee kuwahimiza na kuwahamasisha ili watoe mali katika njia ya allah. Kisha vizazi wa watu wa namna hiyo, jinsi wanavyopata fadhili za allah na jinsi mwenyezi mungu anavyowajalia kwa neema zake, kwa kuziona hali zao mtu anashikwa na mshangao mkubwa. Wakati huu nitaeleza baadhi ya matukio ya wale waliotoa mali katika njia ya allah, na kisha kwa sababu ya kutoa mali jinsi walivyopata fadhili za allah, au kama walivyopata ushawishi wa kutoa kutoka kwa allah, na kisha jinsi mwenyezi mungu alivyowajalia. Na matukio haya pale yanapoelezwa huwa yanaleta faida kwa wengine. Wapo wanaoniandikia kwamba matukio haya yamewaletea athari njema, nasi tukapata ushawishi na tukashuhudia fadhili za allah subhanahu wa taala zikituteremkia kwa kupitia utoaji wa mali katika njia yake. Almasihi Maud salam anasema kwamba Qurani tukufu inasema ya kuwa msifanye hivi kwamba shughuli zenu zote muzifiche kwa watu, bali kutokana na hali halisi mufanye matendo yenu mema kwa siri, pale mnapoelewa kwamba kutenda kwa siri ni bora kwa ajili ya nafsi yenu, na mengine muyafanye kwa dhahiri ikiwa mnaona kwamba katika kuyafanya kwa dhahiri kuna kheri kwa wengine, ili mupate malipo yake, na ili watu dhaifu kwa kuwaiga nyinyi wafanye mema hayo. Akasema kwamba muwe mnawafahamisha kwa kauli na kwa matendo, kwani kauli haileti athari yake katika sehemu zote, bali mara nyingi matendo yanaleta athari kubwa. Basi matukio haya nitakayoyaeleza leo kuhusiana na masimulizi hayo, watu hawaindiki ili niyaeleze, bali mwenyewe nayaeleza ili yalete athari njema kwa watu. Bali wengine wananiindikia kwamba ikiwa utaeleza masimulizi yetu, basi majina yetu yasitajwe. Kwa vyovyote vile, sasa nitasimulia baadhi ya matukio. Allah ajalie kwamba matukio haya yawe sababu ya kuwapatia malipo maradufu kwa wale walioyapata. Ujira mmoja ni huu kwamba wao wakatoa mali katika njia ya Allah na wakapata thawabu yake, na thawabu nyingine ni ile ambayo wataipata kwa sababu ya kuwahamasisha na kuwahimiza wengine. Baada ya kufanya bayati kwa ajili ya kupata radhi ya Allah, jinsi mtu anavyokuwa na tamanio na shauku ya kutoa katika njia ya Allah, kuhusiana na hilo mbashiri wa Albania Samad Sahib anaindika ya kwamba hutuba yangu ya kufunga jalsa salana ya mwaka 2020 niliyokuwa nimeitoa kuhusu maendeleo ya jumuiya, mtu mmoja wa Albania bwana Jafar Kuchi Sahib alikuwa anaisikiliza, na katika hutuba ile nilikuwa nimeeleza kisa cha kujiunga kwake na Jamaat. Mbashiri anaandika kwamba hadi Agosti bwana huyo hakuwa na kipato chochote. Siku moja baada ya sala Ijumaa akaniuliza kwamba hebu niambie kuhusu nizamu ya mchango.
hapo nikamfahamisha kuhusu nizamu ya mchango. Kisha akasema kwamba mwezi huu nimekodisha nyumba yangu na nimepata kodi yake, na alikuwa ameleta mchango kutoka kipato chake. bwana huyo akasema kwamba kiwango kilichoelezwa na sayidina ahmad alah salam, wewe ukate mchango wangu wa kawaida na hela inayobaki uiweke katika tahrike jadid na wakfe jadid. Mbashiri anasema kwamba nikamwambia ya kuwa mwenyezi mungu ameahidi ya kuwa wale wanaotoa katika njia yake mungu anawazidishia katika mali. Hapo bwana huyo akasema, mimi sikutoa mchango huo kwa nia hii, bali nimetoa kwa ajili ya kupata radhi yake, na nimetoa kwani hili ni agizo la sayyidina ahmad islam kwamba toeni kwa ajili ya dini, na ni amri ya islam kwamba mtu anatakiwa kutoa kwa ajili ya dini. Sasa bwana huyo kila mwezi anatoa mchango wake. Huzur amesema kwamba angalieni jinsi fikra ya watu inavyobadilika mara moja. Yupo mbashiri wa Argentina bwana Sarwar Saheb ambaye anaandika kwamba nchini Argentina kutokana na virusi vya korona na maambukizi mengine wananchi wamekumbwa na shida za kiuchumi, lakini hata hivyo wanajumuiya wapya walipofahamishwa ya kwamba katika nguzo za Islam nguzo moja muhimu ni kutoa katika njia ya Allah, na katika jumuiya kuna mpango wa tahrike jadid ili tuweze kutimiza nguzo hiyo. Hapo wanajamaat wapya wakashiriki kwa shauku zote na wakatoa michango sawa na uwezo wao. Miongoni mwa wanajumuiya hawa wapya yupo mama mmoja Bi Fatuma Veronica ambaye akatoa sana. Mama huyo ni mjane na sawa na taaluma yake anapata mshahara mdogo. Wanajamaat wapya walipofahamishwa kuhusu utoaji wa mchango ya kuwa siku chache zimebaki hadi mwaka ufikie tamati yake, mama huyo akanitumia ujumbe akisema kwamba kwa muda huu hana uwezo, lakini atajitahidi kutoa chochote katika siku zijazo. Hivyo baada ya siku kadhaa mama huyo akatoa 5,000 pesos, sarafu ya kiargentina sawa na uwezo wake, bali kutokana na hali duni ya kiuchumi ya Argentina hela hiyo ilikuwa nyingi sana. Nikasema asante sana kwa mchango wako huo na kushukuru. Mama akasema hakuna haja ya kusema asante, kwani nimesilimu kwa furaha ya moyo wangu, na kutoka amri zake amri moja ni kutoa kwa ajili ya dini, na najisikia majuto kwamba kwa sababu ya shughuli zangu siwezi kutoa muda wangu kwa ajili ya dini kama mwanajumuiya anavyotakiwa kuutoa. Huzur anasema hayo ni yale mageuzi ambayo Mwenyezi Mungu amewaletea kwa wale walioingia katika jamaati ya Sayyidina Ahmad sallam kwa moyo wote, kwamba watumie mbinu gani ili wapate radhi ya Allah na wafanye nini na kwa njia gani waendeleze kazi ya Sayyidina Ahmad alayhi salam. Indonesia inayopatikana katika kona nyingine ya dunia na ni nchi yenye visiwa. Amir Saheb anaandika kwamba yupo mama mmoja wa mji wa Tangerang aitwaye Marsila. Yeye aliniambia kwamba kwa sababu ya janga la korona mume wake alikosa ajira, akaanza biashara lakini hakupata faida. Kisha akaanza kufanya kazi ya bodaboda, lakini shida hazikuisha hadi kufikia hali kwamba mlo wa siku ijayo ikawa shida kwao. Anasema tukatamani kwamba katika mwezi wa Ramadhan tutimize ahadi yetu ya tahrike jadid, na mume wangu alikuwa akiniambia kwamba ufanye maombi tu ili tuweze kutekeleza ahadi yetu. Anasema kwamba katika mwezi wa Ramadhan nikaota ndoto, na katika ndoto mtu mmoja ananiambia kwamba je, umeahidi ahadi? Nikamjibu ndio. Kisha mtu huyo akasema basi utimize ahadi hiyo. Nilipoamka ulikuwa muda wa tahajudi. Baada ya tahajudi, wakati wa kula daku, nikamweleza mume wangu kuhusu ndoto hiyo. Baada ya siku chache
mume wangu alipofika nyumbani akanipatia hela nyingi na akasema, timiza haraka haraka ahadi ya Tahrike Jadid. Kilichotokea ni kwamba mume wangu alipoenda benki kwa ajili ya kupokea malipo yake ya shughuli za bodaboda ambayo yalikuwa 50,000, akaikuta kuna hela nyingine ambayo ilikuwa nyongeza kama 20%. Hatukujua kwamba hela hiyo ikawa imetoka wapi, lakini tukawa na imani kwamba huo ni msaada wa Mungu ambao ametujalia. Amir Sahib Indonesia anaeleza kwamba yupo mama mmoja wa kijiji cha Lampung aitwaye Nur Sahiba ambaye pamoja na mume wake anaendesha duka dogo huko shuleni. Anasema ijapokuwa hawapati faida kubwa, lakini kwa ajili ya mahitaji yao ya msingi na kutoa mchango duka hilo linawatosha. Mama huyo kila mwezi anatoa mchango kwa shauku. Naye akaeleza kwamba kwa sababu ya janga la korona shule zikafungwa kwa miezi 2 na tukakosa kipato. Tukapata wasiwasi kwamba tutatoa vipi mchango wetu. Ndipo wakapata mawazo kwamba waona watoto wao wana kasanduku cha kutunzia fedha, na walikuwa wakitunza fedha kidogo kidogo katika kasanduku kile. Basi tunakivunja sasa na hela iliyomo ndani yake tutoe kama mchango. Wakawaeleza watoto wao umuhimu wa kutoa mchango na wakatoa hela hiyo katika mchango. Kabla ya Ramadhan tulikuwa na mchele kama bakuli moja tu katika nyumba. Hata kwa ajili ya watoto ilikuwa haitoshi. Mama huyu anasema kwamba nikawaandalia watoto staftahi na watoto wakamaliza kifungua kinywa kwa kula wali na maji. Watoto walikuwa wanatuuliza kwamba kwa nini hamshiriki pamoja nasi. Tulikuwa hatuna jibu lolote isipokuwa kutabasamu tu. Mchana ukawadia, mtoto akajisikia njaa, akaweza kula tu, mwingine akashinda na njaa. Tulikuwa hatuna njia yote isipokuwa kufanya maombi na kusali. Baada ya muda mfupi msaada wa Mungu ukatufikia. Mtu mmoja akaja ambaye alikuwa anahitaji vibarua kwa ajili ya shamba lake la mahindi. Basi mume wangu akapata kazi na tukapata riziki. Hafiz Ataul Halim Sahib ambaye ni mbashiri wa mali anaandika, yupo mzee mmoja aitwaye Yartara Targore Sahib akiwa na umri wa miaka 70. Kila mwezi anatoa mchango na ni musi. Mzee huyo ili aweze kutoa mchango anasafiri kilomita 7 na baiskeli yake, na njia yenyewe ni ya vumbi. Muda mchache kabla shamba lake likatekwa na chifu wa kijiji cha jirani. Mzee alikuwa na wasiwasi, akaniandikia barua ya maombi na akaomba ni muombe, na pia akaendelea kutoa mchango. Mwenyezi Mungu akamjalia fadhili yake, na jaji yule yule ambaye hapo kabla alikuwa ameshatoa hukumu zidi yake akatoa hukumu katika haki yake, na mzee huyo akarudishiwa shamba lake. Ijapokuwa yeye alikuwa ameshakata tamaa na chifu wa kijiji alikuwa mtu mkubwa, hivyo hakuna mtu aliyeweza kufikiri kwamba jaji atatoa hukumu zidi ya chifu. Mzee huyo aliposhinda kesi akawaambia watu katika kijiji chake, na pia akaja mjini na akawaeleza watu kuhusu msaada huo wa Mwenyezi Mungu, na watu wakapata athari kubwa sana. Na hivyo Mwenyezi Mungu anabadilisha hali ya hofu katika amani. Amisabu Ufaransa anaandika kwamba jamaa mmoja alinieleza ya kuwa mwaka huu nilikuwa nimeongeza ahadi yangu ya Tahrike Jadid mara 2 kuliko mwaka jana, na ilikuwa €1,000. Lakini kilichotokea ni kwamba kwa sababu ya sheria ya kutoka nje nikakosa kipato na nikahisi kwamba nitashindwa kulipa mchango. Nilikuwa nimekopa, ilikuwa nilipe mkopo huo vile vile, na kulikuwa na ahadi yangu ya 1,000. Ilikuwa vigumu sana. Sikuwa na njia yote isipokuwa kufanya maombi. Na nilikuwa nafikiri kwamba hata kama itokee nini, nile au nishinde na njaa, lakini lazima nitatimiza ahadi. Kwa fadhili na ihsani ya Allah, katika wiki hii nilipata €1,000 kama hela ya ziada kutoka kwa tajiri wangu. Na mimi naelewa kwamba hiyo imetokana na ahadi yangu niliyokuwa nimeifanya mbele ya Allah.
na allah amenipatia msaada huo. Waila mimi sikuwa na fikra hiyo hata kidogo kwamba tajiri wangu katika muda huo mgumu atanipatia kiasi hicho. Huzur anasema kwa kuwa habari ya sheria ya kutoka nje imetajwa hapo juu, hivyo ni waambieni kwamba kuanzia leo sheria ya kutoka nje imeanza kufuatwa kwa wiki 4. Hivyo leo mbele yangu maamuma hawapo isipokuwa muazini tu, kwani wanasema kwamba mnaweza kutoa hutuba lakini asiwepo mtu yeyote isipokuwa muazini tu. Mwanajumuiya mmoja kutoka Canada ambaye ni Msiria aliniandikia na pia akaniandikia kwamba ikiwa nikieleza tukio lake basi nisitaje jina lake. Mwanajumuiya huyo anasema kwamba nilikuwa nimeahidi kutoa $5,000 katika mchango wa Tahrike Jadid kama kuonesha furaha yangu juu ya upatikanaji wa makao makuu mapya ya Islamabad. Nilikuwa nimeahidi mwaka jana, na wakati ule nilikuwa napata 4,000 kwa mwezi na nilikuwa na hali nzuri. Baada ya miezi kadhaa nikanunua gari mpya na nikabadilisha kazi yangu, kisha kipato changu kikaongezeka zaidi na nikawa na hali nzuri. Lakini hata hivyo, licha ya kuwa na hali nzuri, sikuweza kupata uwezo wa kulipa ahadi hii ya €5,000, kwani nilikuwa na watumia hela kwa familia yangu huko Syria, na kila siku nilikuwa nafanya maombi kwamba Mungu anijalie kulipa mchango wangu. Anasema mwezi wa Januari 2020 nikapata ajali, na kwa mwezi mmoja sikuweza kufanya kazi, na kwa ajili ya mahitaji ya msingi nikachukua mkopo. Kisha kwa sababu ya korona hali ya kiuchumi ikawa mbaya zaidi hadi kufikia hali ya chini kabisa. Katika mwezi wa Februari na Machi tulikuwa tukila chakula chenye bei ya chini kabisa, na tulikuwa tukifanya maombi na juhudi kwamba kabla ya mwaka kuisha tuweze kutimiza ahadi yetu, na tulikuwa tunafanya maombi kwa ajili yake, bali tulikuwa na nia ya kutimiza ahadi katika mwezi wa Ramadhan, lakini ilionekana kama ni ndoto ya mchana. Anasema kisha nikaacha kazi ya kuendesha taksi na kuanza kufanya kazi nyingine. Kwa fadhili ya Allah hali ikaanza kubadilika, na tukaamua tena na tukaahidi kwamba kabla ya Ramadhan kuisha tutatimiza ahadi yetu ili tuweze kupata maombi ya khalifa. Kisha anasema kwamba nikaanza kufanya kazi zaidi kwa masaa 12, na hapo nikaanza kupata mapato kutoka sehemu mbalimbali, na kipato changu cha mwezi kikafikia $9,000 kwa mwezi. Na hivyo kwa fadhili ya Allah sisi siku 10 kabla ya mwezi wa Ramadhan tukalipa ahadi yetu, na mimi nina imani kwamba hata kama ahadi yangu ingekuwa zaidi ya mara 3, hata hivyo ningeweza kulipa kabla ya mwaka kwisha. Na pia bwana huyo anawasaidia jamaa zake walio maskini waishio Syria. Amir saheb wa Sierra Leone anaandika, yupo imamu mmoja wa tawi la Freetown aitwaye bwana Usman. Ye anaeleza kwamba ijapokuwa kila mwaka tunatoa mchango wa Tahrike Jadid, lakini mwaka huu tulifikiri kwamba mchango tunaotoa ni kidogo sana. Anasema kwa kuwa sina ajira ya kudumu isipokuwa ni duka dogo tu ambalo mimi na mke wangu tunaliendesha, na kipato tunachokipata kutoka duka hilo si kikubwa, na kwa shida tu tunatimiza mahitaji yetu ya msingi. Tukaendelea kusikia matangazo ya kulipa michango wa Tahrike Jadid. Mke wangu akanishauri kwamba tutengeneze boksi moja ya kutunzia fedha, na kila siku tuendelee kutia hela ndani yake. Miaka ya nyuma tulikuwa hatukutoa zaidi ya 20,000 liuni, lakini mwaka huu tumeweza kutoa zaidi ya 200,000. Hata ndugu zangu wengine pia wametumia njia hiyo hiyo, nao wametoa
zaidi ya 130,000. Anasema kwamba mke wangu amefurahi sana kwa kutumia njia hiyo, na amefurahi sana kwamba Mungu ametujaalia kutoa zaidi, na kwa njia hiyo kiwango chetu cha kutoa kimeboreka, na kwa fadhili ya Allah kipato chetu pia kimeongezeka, na sasa tutaendelea kufanya na kutumia njia hiyo. Marshall Island ni nchi nyingine iliyo mbali na Marekani. Mbashiri wa nchi hiyo bwana Sajid Iqbal saheb anaandika kwamba yupo mwanajumuiya mmoja aitwaye Nasir Kiyushi Akan saheb wa nchi hiyo. Mwaka huu tulipoanza kukusanya ahadi za Tahriki Jadid, bwana Kiyushi akasema, sina ajira yoyote wala sina makazi hata kwa ajili ya chakula, na itegemea idara ya zifa ya Jamaat. Hapo tukampatia sehemu ya kukaa misikitini kwa muda, na tukamwambia kwamba hata kama iwe kiasi kidogo utoe ahadi yako na ufanye maombi kwamba Mungu akusaidie. Basi mtu huyo akatoa ahadi ya kulipa $2 za Kimarekani. Baada ya miezi michache bwana huyo akaja Mission House na akatoa $50 katika Tahriki Jadid, na akasema kwamba Mungu amenikubalia maombi yangu na nimepata kazi na pia nimepata sehemu ya kuishi, sasa naweza kujikimu mwenyewe. Ebu angalieni jinsi Mwenyezi Mungu anavyowasaidia watu na imani yao inaimarika juu ya Allah. Hata kwa kuona hiyo, wabashiri wetu pia wanashikwa na mshangao. Amir Jamaat Gambia anaandika kwamba kuhusu Tahriki Jadid, tulipanga mpango mmoja katika mji wa Basse na tukawahimiza watu ili watimize ahadi yao. Bwana Musa pia akashiriki katika mpango huo, ambaye alikuwa hana chochote cha kutoa, akakosa utulivu, na alikuwa akiamka wakati wa tahajjud, na alikuwa akiomba fadhili ya Allah ili Allah amwezeshe kutoa katika njia yake. Hivyo Mungu akapokea ombi lake, na muda si muda kampuni ile ambayo bwana huyo alikuwa ameajiriwa nayo ikamwambia kwamba wamepanga mpango fulani wa siku 2 katika Basse, na huyo pia ashiriki katika mpango huo na atapewa $4,000 kama malipo yake. Bwana huyo akafurahi sana, na baada ya kushiriki katika mpango ule akaongeza ahadi yake na akaifanya $2,000. Mungu akamwandalia njia za kujipatia kipato, na sasa bwana huyo anawaambia wenzake kuhusu umuhimu wa Tahriki Jadid na umuhimu wa kutoa katika njia ya Allah. Zafar Ali Saheb ambaye ni raisi wa Ufilipino na pia ni mbashiri wa huko, anasema kutoka matawi ya zamani ya Ufilipino lipo tawi moja la Semanul, na wanajamaa wengi wa tawi hilo wanahusika na taaluma ya ualimu. Raisi wa tawi hilo akikusanya zaidi kuliko lengo lao, akanitumia ujumbe kwamba wakumbuke walimu 3 katika maombi, kwani tangu Machi hawajapata mishahara, lakini hata hivyo wameshiriki vizuri katika mchango wa Tahriki Jadid. Sasa mnaweza kuangalia kwamba kwa ajili ya kupata radhi ya Allah watu waishio mbali kwa namna gani wanajitolea katika njia ya Allah. Kutoka Kababir, mbashiri bwana Shamsuddin anaandika, Al-Khalil ni tawi jipya la Palestina, na wanajamaat wengi wa tawi hilo wana hali duni ya kiuchumi, lakini kwa fadhili ya Allah wote wanashiriki katika mchango. Ibrahim Saheb ambaye ni mwanajumuiya mpya wa Al-Khalil, mara baada ya kufanya bayati akaanza kushiriki katika ibada ya kutoa, na safari hii ametoa hela nyingi katika mchango wa Tahriki Jadid. Bwana huyu anasema kwamba nilikuwa na rafiki yangu ambaye nilikuwa namdai, na yeye kwa sababu ya uzuri fulani hakuweza kunipatia mkopo wangu. Nikaendelea kusubiri kwa muda mrefu. Sasa kwa kuwa nilikuwa nadaiwa mchango wa Tahriki Jadid na nilikuwa na shida mbalimbali za kiuchumi ya hela ambayo nilikuwa namdai, sikuwa na matumaini kwamba nitaipata kutoka kwake. Hata hivyo, nilipokutana na Amir Saheb nikafanya juu chini na nikalipa mchango wa Tahriki Jadid. Amir Saheb alipoondoka, baada ya kuondoka kwake, bwana huyu akanirudishia mkopo wangu. Yupo bwana mmoja wa Wiesbaden wa Ujerumani alikuja katika ofisi ya Tahriki Jadid na akasema kwamba kesi yangu ya kuomba uhifadhi ipo kwa jaji mmoja ambaye ni mgumu,
nilikuwa nimesikia matukio ya kusisimua imani katika kipindi fulani cha Tahrike Jadid, na nilikuwa nimeamua kwamba nitatoa 1,000 euro kama mchango. Sasa kesi yangu imekubaliwa na hapo nimekuja kutimiza ahadi yangu. Hivyo akatoa euro 1,000 na akatimiza ahadi yake. Katibu wa Tahrike Jadid Uingereza anasema kwamba yupo bwana mmoja wa tawi la Britain ambaye alikuwa hana ajira. Alipotoa mchango wa Tahrike Jadid, siku moja tu baada ya kutoa mchango akapata ajira. Yupo jamaa mwingine wa tawi la Brighton, alikuwa na shida fulani ya kiuchumi, lakini licha ya kuwa na hali mbaya ya kiuchumi akatoa mchango wa Tahrike Jadid. Hapo akapokea barua kutoka idara ya kodi ya HMRC. Wakamwambia kwamba kodi yako ya mwaka jana ilikuwa imezidi, hivyo tunakupatia hela ile. Yupo bwana mmoja ambaye alikuwa na matatizo fulani katika idara ambapo alikuwa anafanya kazi. Mtu fulani alikuwa amemshtaki mwanajumuiya huyo, akatoa mchango wa Tahrike Jadid, na sasa mtu ambaye alikuwa amemshtaki amefukuzwa kutoka kazi yake. Mtu mmoja akapata ajali ya gari yake ikaanguka kwenye shimo. Ye akafikiri kwamba ikiwa gari yake ikatoka salama basi nitatoa mchango wa ziada. Hapo gari yake ikatolewa salama na haikupata shida yoyote. Hapo yeye sawa na kipato chake akatoa mchango. Mtoto mmoja ambaye alikuwa ameweka hela kama hela ya mfuko wake akatoa katika mchango wa Tahrike Jadid. Khadim mmoja alikuwa ametunza hela kwa ajili ya matumizi yake katika likizo, akatoa yote katika Tahrike Jadid. Rais wa matawi ya Barking na Dagan pia amesema kwamba tulipanga mpango wa kutimiza lengo letu la Tahrike Jadid, na tukaamua kwamba hata kama tutoe kutoka mfuko wetu lazima tutatimiza ahadi yetu mwaka huu. Hivyo akatoa mchango kutoka mfuko wake, na alipotoa mchango huo akapata taarifa kutoka ofisi yake kwamba mwaka huu atapata bonus zaidi kuliko mwaka jana, na hela aliyokuwa ameitoa katika mchango, hela hiyo ya bonus ilikuwa imezidi kuliko hela ile. Kutoka Kazakhstan bwana Linar Abdurrahman anasema, mimi natoa michango ya kawaida, jalsa salana, Tahrike Jadid na Waqf Jadid. Hawa ni watu wanaotokana na mataifa mbalimbali, na hizi ni baraka za michango hii. Kwamba mke wangu anasema kwamba mke wangu baada ya kumaliza masomo yake ya udaktari akapata ajira serikalini, na serikali ikatupatia mkopo kwa ajili ya makazi yetu. Watoto wetu wanasoma katika kichekechea na hali yetu ya kiuchumi imeboreka. Mimi nina magari mawili na sasa nina mpango wa kujenga nyumba. Hayo yote ni fadhila ya Allah. Muhammad Hasan Saheb Mbashiri wa Guinea Bissau anasema, mwanajumuat mmoja aitwaye Muhammad Ibrahim anasema ya kwamba mwaka jana khalifa mtukufu alipotangaza mwaka mpya wa Tahrike Jadid, siku ile ile mara baada ya kusikia hutuba akatoa ahadi kwamba atatoa mchango kiasi fulani, na akaamua kutoa kila mwezi. Akaendelea kutoa kila mwezi, lakini kwa sababu ya janga la korona akakosa kipato. Anasema kwamba akapata wasiwasi nyingi kwamba afanye nini. Sasa akaendelea kufanya maombi na akapata simu kutoka bwana moja. Alisema kwamba, je, unaweza kufyatua matofali? Nikasema ndio. Hapo nikapata kazi nikiwa nyumbani, na Mwenyezi Mungu akaniandalia mpango wa kutimiza ahadi yangu. Na kwa sababu ya sheria ya kutoka nje, shida ya kiuchumi iliyokuwa imetokea ikaondolewa. Anasema kwamba hayo yote ni mambo na baraka zinazotokana na kusema labbaik juu ya sauti ya khalifa wa zama. Amir Saheb wa Tanzania anasema kwamba Mbashiri wa Zanzibar ameandika ya kuwa yupo mama mmoja Bi Hamna Sahiba ambaye licha ya kuwa na hali ya wastani ya uchumi anatoa michango, na mwaka huu pia alipohimizwa kuhusu utoaji akatumia njia zote na akafanya juhudi ili katika mwezi ule ule atimize ahadi yake, lakini kwa sababu ya matatizo ya kiuchumi hakuweza kupata ile hela. Mama anasema kwamba siku moja nikapata huzuni, nilikuwa naamka usiku na nilikuwa namuomba Mungu kwamba huu ni wakati wa kusema labbaik juu ya wito wa khalifa, na mimi nakosa bahati hiyo. Siku ijayo mama huyo akapata simu kutoka jamaa yake ambaye akamwambia kwamba nimekutumia hela kama zawadi.
na kutoka fedha hiyo ya zawadi akatoa mchango wake. Mama anasema kwamba kwa sababu ya kutoa katika njia ya Allah, Mwenyezi Mungu ananitendea kwa wema na kwa upendo na haniachi nikiwa peke yangu. Kutoka Kadian, Wakilul Mal Sahib anaandika kwamba yupo bwana mmoja wa tawi la Kerolai la Kerala ambaye ahadi yake ya taharika ilikuwa ₹500. Yeye alikuwa ameweka hela kiasi fulani kwa ajili ya kununua fanicha ya kampuni, na kwa sababu ya kutokulipa hela hiyo kwa wakati wake, kazi ya kampuni ilikuwa imesimama. Lakini wakati huo kulikuwa na muda wa kulipa mchango. Bwana huyo akatanguliza dini juu ya dunia na akatoa mchango. Kwa sababu ya ikhlasi yake na kwa kuona nia yake njema, Mungu akamjalia fadhila na akampatia hela iliyokuwa zaidi sana kuliko ile ambayo alikuwa ametoa kama mchango, na vifaa vya kampuni pia vikanunuliwa. Kisha bwana huyo akapata miradi mingine ya mamilioni ya rupia, na mwanajumuiya huyo pamoja na kutimiza ahadi yake akatoa hela nyingi kama nyongeza ambayo ni takriban $12,000. Kisha kutoka India, Abdul Wahid Sahib inspector anaandika kwamba katika tawi moja la Kerala, Cochin, tulifanya mkutano wa Tahrika Jadid, na katika mkutano ule tukaeleza shabaha na kusudio zake na tukawahamasisha wanajamaat ili washindane katika mema. Baada ya kumaliza jalsa tukaenda nyumbani kwa Sadr Sahib. Hapo binti wa Sadr Sahib ambaye umri wake ni miaka 8 tu akaja na boksi ya kutunzia fedha na akasema kwamba hela yote iliyomo ndani yake uipokee kama mchango wa Tahrika Jadid. Wakati ule katika boksi yake kulikuwa na rupia 864 ambayo binti huyo akatoa kama mchango. Baba yake akaniambia kwamba binti yake alikuwa anakusanya fedha hii kwa ajili ya mchango, na kila nilipokuwa narudi kutoka duka langu alikuwa anachukua hela ndogo ndogo kutoka mfuko wangu na alikuwa anaweka katika boksi yake. Na hivyo kwa miezi kadhaa akaendelea kukusanya amaunti hiyo na akaitoa kama mchango wa Tahrika Jadid. Baada ya kufanya bayati, mtu jinsi anavyokuwa na wasiwasi kuhusu kujitolea kwake. Samad Sahib kutoka Albania anaandika kwamba yupo bwana mmoja aitwaye Dalib Jarji Sahib ambaye ni mwanajumuiya wa Albania. Siku moja alikutana nami baada ya sala ya Ijumaa. Bwana huyo amestaafu na anajikimu kwa pensheni yake, na licha ya kuwa na kipato kidogo anatoa mchango kila mwezi bila kukosa. Alikuwa hana gari yake na anatumia mabasi anapokuja kwa ajili ya sala ya Ijumaa. Na siku moja alipokuja akaja na michango yake yote na akatoa michango katika njia ya Allah. Ipo mifano mingi. Kwa mfano kutoka Tanzania, mwalimu mmoja bwana Hussein Sahib anasema kwamba yupo mwanajumuiya mmoja aitwaye bwana Swale Mtonga ambaye anashiriki vizuri katika michango mbalimbali. Muda mchache kabla akaugua, alikuwa hana pesa ya matibabu. Mwishoni mwa mwezi alipopata hela ya pension akaja na akatoa mchango wa Tahrika Jadid. Mimi nikamjaribu kumfahamisha kwamba wewe uende ukapate matibabu. Akasema hapana, Mwenyezi Mungu ni mponyaji, hivyo kwanza nitatimiza ahadi yangu kisha nitatumia juu ya matibabu yangu. Hivi ni viwango vya ajabu vya kujitolea katika njia ya Allah ambavyo tunapoviona tunashikwa na mshangao mkubwa ya kwamba kwa namna gani Mwenyezi Mungu amewajalia watu hawa waishio mbali mno kwamba wanaelewa na kutambua umuhimu wa kutoa katika njia ya Allah. Amir Sahib wa Gambia anaandika kwamba katika eneo fulani tulifanya mkutano wa Tahrika Jadid, na katika mkutano ule tukawaeleza watu kuhusu shabaha zake ili wajitolee maisha yao kwa ajili ya Islam na wafanye kazi hata kama iwe kazi ndogo. Baada ya mkutano, bwana mmoja Ibrahim akatuambia kwamba yeye anatoa 1,000 dalasi kama mchango, na pia akasema kwamba yeye ana mtoto mmoja tu na yeye ameamua kwamba atamtoa katika wakfu na atamtuma kwa ajili ya kusoma jamia na kuwa mbashiri.
kutoka ghana yupo bwana mmoja aitwaye adam saheb ambaye ni katibu mkuu wa akra zoni. anaandika kwamba sadr saheb zon alinipatia 50 cd kama nauli, nikaitoa katika mchango wa Tahrike Jadid. asubuhi ijayo nikaenda pamoja na afisa yangu katika kazi fulani. afisa akaniuliza utarudi vipi? nikasema nitaenda na taksi. afisa akasema kwamba nipatie namba yako ya simu. akasema hapo angalia simu yako. nilipoangalia yeye alikuwa amenitumia 1000 cd katika simu yangu. nilipotoa 50 cd kama mchango, Mungu akanijalia 1000 cd. hayo ni matukio machache ambayo nimeyaeleza. yalikuwa mengi lakini nimeyaeleza machache tu. Mwenyezi Mungu awajalie watoaji hawa wote na atie baraka tele katika mali na nafsi zao. sasa kwa ujumla makusanyo ya Tahrike Jadid yaliyokusanywa mwaka huu maelezo yake ni kama yafuatayo. na pamoja na hayo natangaza mwaka mpya wa Tahrike Jadid. kwa fadhili ya Allah mwaka wa 86 wa Tahrike Jadid umemalizika na mwaka wa 87 umeanza. na kwa fadhili ya Allah mwaka huu makusanyo yote yaliyokusanywa na jumuiya katika mpango huu wa Tahrike Jadid ni milioni 14 na laki 5 paundi. na makusanyo hayo tukilinganisha na mwaka jana kuna nyongeza ya laki 8 na 1082 paundi. na mwaka huu nchi iliyopata nafasi ya kwanza katika jamaat zote ni Ujerumani. hali ya kiuchumi na kisiasa ya Pakistan inaendelea kuharibika zaidi, lakini hata hivyo matawi ya Pakistan yamepata maendeleo makubwa katika utoaji huo, na sawa na sarufu yao wamepata maendeleo. Mwenyezi Mungu azifanye nchi hizi zote ambapo hali ya kiuchumi na kisiasa ni mbaya zipate amani na utulivu, na hali za nchi hizo zipate kuboreka ili watu wa nchi hizo waweze kushiriki vizuri katika mema. kwa vyovyote vile, kwa ujumla Ujerumani umepata nafasi ya kwanza, kisha ni Uingereza, kisha ni Marekani. nchi zilizo nje, Pakistan pia inakuja hapo katikati. Marekani namba 3, Canada namba 4, kisha ni nchi moja ya mashariki ya kati, kisha ni India, kisha ni Australia, kisha ni Indonesia, ni Ghana, kisha kuna nchi nyingine ya mashariki ya kati. sasa nchi ya Ghana pia ikitoka nje ya ushindani wa nchi za Afrika imeweza kushindana na nchi zingine za dunia, na sasa inashindana na Marekani na Ulaya na nchi zingine. vivyo hivyo kuhusiana na utoaji wa mchango kwa kila kichwa, Uswisi una namba 1, kisha ni Marekani, kisha ni Singapore. katika jamaa 3 hizi ni nchi 3. katika nchi za Kiafrika kuhusiana na makusanyo kwa jumla, Jamaat Ghana namba 1, Nigeria namba 2, Burkina Faso namba 3, Tanzania namba 4, kisha ni Gambia, kisha ni Sierra Leone. Sierra Leone ni jumuiya kubwa na ni ya zamani, hivyo Amir Saheb na viongozi wa Jamaat wanatakiwa kufanya juhudi maalum ili waweze kuwaambia wanajamaati kuhusu utoaji wa mali katika njia ya Allah. wao wako tayari, hivyo viongozi wafanye juhudi. kisha ni Benin. katika Benin kwa fadhili ya Allah wamefanya juhudi kubwa. Niger na katika Benin kuhusiana na utoaji wa kila kichwa wamefanya vizuri. katika Benin wameongeza kwa 6%, na katika Niger wameongeza kwa 8%. licha ya kuwa na hali duni, idadi ya washiriki ilikuwa ndogo, lakini kwa ujumla wameweza kukusanya makusanyo mazuri kuliko mwaka jana. walioshiriki katika mpango huu ni 1,600,800, na nchi za Kiafrika ambazo zimefanya kazi nzuri
kuliko mwaka jana. Namba 1 ni Ghana, Burkina Faso, kisha ni Mali, Senegal, Gambia, Congo Kinshasa, Tanzania, Liberia, Kenya, Central Africa, Sao Tome, Congo Brazzaville na Zimbabwe. Katika jamaat kubwa zingine kuna Bangladesh, Ujerumani, Canada, India, Australia na Uingereza pia wameongeza idadi ya washiriki. Watoaji wa daftar awal kwa jumla ni 5927. Silsila watatu wako hai ambao wanatoa mchango wao wenyewe, na 3119 hisabu zao zimefufuliwa na watoto wao, na 2775 zinatolewa na baadhi ya wanajumuiya. Jumuiya 10 za Ujerumani umepata namba 1. Hivyo jamaat 10 za Ujerumani ni Mahdiabad namba 1, Roedermark, Neuss, Nida, Cologne, Pinneberg, Onsabruck, Florsheim, Kiel, Frenchheim, na pia kuna Imarat, Hamburg, Dessenberg, Frankfurt, Gross-Grow, Wiesbaden, Morfelden, Mannheim, Riedstadt, Rüsselsheim, Darmstadt. Kisha baada yake nafasi ya pili ni ya Uingereza. Jumuiya ya Uingereza imepata nafasi ya pili, na jumuiya mbalimbali au matawi mbalimbali ya Uingereza hali yao ni kama hii kwamba Baitul Futuh region namba 1, Masjid Fazl region, Islamabad region, Midland region, Baitul Ihsan region. Na kuhusiana na makusanyo kwa jumla, jamaat 10 za Uingereza: Aldershot, Islamabad, msikiti wa Fazl, Worcester Park, Birmingham South, Gillingham, Putney, South Cheam, Birmingham West na Cheam. Kuhusiana na makusanyo kwa jumla, jamaat 5 ndogo: Spen Valley, Ketley, Swansea, North Wales, Northampton. Kuhusiana na makusanyo kwa jumla, hapo namba ya Marekani imekuja. Nafikiri kwanza nieleze hali ya Pakistan. Nchini Pakistan, jamaati Lahore namba 1, Rabwa namba ya 2 na Karachi namba 3. Na upande wa wilaya 10: Islamabad, Sialkot, Gujarat, Gujranwala, Hyderabad, Mirpur Khas, Faisalabad, Toba Tek Singh, Umarkot, Chakwal na Kotli. Huzur amesema wanatakiwa kuandika Chakwal tofauti na Kotli tofauti. Sijui kwa nini wameandika kwa pamoja, au labda wilaya zote zina nafasi moja. Kuhusiana na makusanyo kwa jumla, matawi ya miji ya Pakistan ni Amarat Defense Lahore, Amarat Shahar Rawalpindi, Amarat Drig Road Karachi, Amarat Mughalpura Lahore, Amarat Township Lahore, Amarat Azizabad Karachi, Amarat Gulshani Abad Karachi, Peshawar, Quetta, Amarat Delhi Gate Lahore. Matawi ya Marekani: Maryland namba 1, kisha Los Angeles, Silicon Valley, kisha Central Virginia, Seattle, Oshkosh, Detroit, Chicago, South Virginia, Houston, Atlanta na Boston. Kuhusiana na makusanyo kwa jumla, local imarat ya Canada: Vaughan, Peace Village, kisha ni Calgary, kisha ni Vancouver, Toronto West, Mississauga, Brampton East, kisha ni Saskatoon, kisha ni Toronto. Na matawi madogo ya Canada: Bradford, Hamilton, Mountain, Edmonton West, Regina na Hamilton East. Kisha kuhusiana na makusanyo kwa pamoja, matawi 10 ya India:
कोयम्बटूर, कोरोलाई, कादियान, पितप्रेम, हैदराबाद, किरांडूटोन, कोलकाता, कालिकट, बेंगलोर, माथाटम na majimbo 10 ni Kerala, Tamil Nadu, kisha ni Karnataka, Jammu Kashmir, Telangana, Punjab, Odisha, Bengal, Delhi, Maharashtra. Matawi 10 ya Australia ni Melbourne, Longbourn, Castle Hill, Melbourne Berwick, Marsden Park, Adelaide South, Penrith, ACT Canberra, Adelaide West, Mount Druitt, Parramatta. Hayo ni maelezo ya matawi mbalimbali ya Jamaat. Mwenyezi Mungu awajalie baraka nyingi, baraka tele, na awapokelee kujitolea kwao. Hapo pamoja na maelezo hayo, natangaza mwaka mpya wa Tahrike Jadid ambao ni mwaka wa 87 ambao umeanza kuanzia Novemba mosi. Sasa ningependa kuwaambia wanajamaat kwamba siku hizi wafanye maombi mengi. Sisi huwa tunafanya maombi kwa ajili yetu, kwa ajili ya jamaat, lakini tunatakiwa tufanye maombi kwa ajili ya Waislamu na umati huu. Siku hizi zidi ya Waislamu, baadhi ya viongozi wa dunia isiyokuwa ya Kiislam wana ubaguzi na hisia za kinyongo, na ni dhahiri kwamba viongozi katika zama hizi za kidemokrasia wakiwaelewa na wakifahamu kwamba wanadamu na watu ndio miungu yao, wanajaribu kujenga sera sawa na matakwa yao, au wakati mwingine wanawapotosha na wanawaambia kwamba hakuna Mungu bali nini ndio kila kitu. Na pale ambapo hawasemi kwa uwazi, hata huko wana ubaguzi na chuki zidi ya Islam. Na watu wengi kutokana na kutokujua kuhusu Islam wamekuwa kinyume cha Islam, wamekuwa zidi ya Waislam. Hivyo tunatakiwa tufanye maombi na tuiambie dunia hii kwamba Uislam una uhakika gani. Katika siku za nyuma, kiongozi mmoja wa Magharibi ametoa kauli yake. Kwa kuwa tunaendelea kuangalia na kusoma kauli zao kwa njia mbalimbali, watu wanaendelea kusema mambo mengi kuhusu Islam, lakini kiongozi ambaye amejitokeza wazi na amesema zidi ya Islam ni rais wa Ufaransa, ambaye amesema kwamba Mungu apishe mbali, dini ya Islam ni dini iliyokumbwa na shida. Wao hawaamini dini yoyote, lakini hata kama wanaamini, dini yao imekumbwa na shida. Wao wamesahau Ukristo, na Islam ni dini iliyo hai na dini yenye matunda, na inaendelea kukua na inaendelea kuleta matunda yake, na Mwenyezi Mungu amebeba dhima ya kuihifadhi na kulinda. Na katika zama hizi, kwa kupitia Masihi Maud Islam, ameifanya tablighi yake ienee katika kona zote dunia. Jambo la msingi ni kwamba watu hawa wanafanya hayo yote kwa sababu ya kuipinga Islam, na wanasema hayo kwa sababu wanajua kwamba Waislamu hawana umoja wao. Hapo mimi nataka ni msifu waziri mkuu wa Canada, ambaye ametoa kauli nzuri na amesema kwamba hayo yote mnayosema si sahihi. Hivyo tunatakiwa tuheshimiane na tunatakiwa tuangalie na tuwajali viongozi wa dini. Lau kama viongozi wengine wa dunia wangeiga sifa ya waziri mkuu wa Canada na wangeweza kumwona na wangeweza kumfuata, ili wangeweza kustawisha amani ya dunia. Waziri mkuu wa Canada anatakiwa asifiwe, na pia tufanye maombi kwamba Mwenyezi Mungu amjalie mwongozo zaidi. Lakini huu ni uhakika kwamba Waislamu wamekosa umoja, na ndiyo maana hayo yote yanaendelea kutokea. Kila nchi
inaenda kinyume cha nchi nyingine ya Waislamu. Kwa sababu ya madhehebu na makundi mbalimbali, habari hiyo imedhihirika kwa dunia ya nje kwamba Waislamu wametawanika. Ikiwa dunia ijue kwamba Waislamu ni kitu kimoja na wanamwamini Mungu mmoja na mtume mmoja na wanajua jinsi ya kujitolea kwa ajili ya dini yao, basi wasifanye mambo kama hayo na wasipate ujasiri wa kuchapa katuni ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miaka michache iliyopita katuni zilizokuwa zimepigwa zimechapishwa katika Denmark na Ufaransa, walikuwa wamepiga kelele kwa muda tu na walikuwa wamesusia bidhaa zao kwa muda tu, na baada ya miezi kadhaa walikuwa wamenyamaza. Lakini hata wakati ule Jamaat Ahmadiyya ilikuwa imeonyesha majibu mazuri na ilikuwa imeeleza mafundisho mazuri na mafunzo mazuri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu yake wasomi wengi na viongozi wengi walikuwa wamesifu na walikuwa wamependa. Na hiyo ni kazi ambayo tunaendelea kufanya hadi leo, na tunawaambia watu kwamba kwa kuangalia matendo ya watu kadhaa yanasibishe matendo yao pamoja na Islam. Hii si kazi ya rais wa nchi kwamba yeye kwa sababu ya matendo ya mtu fulani aanze kusema kwamba Islam ni dini mbaya na aanze kusema kwamba dini hii ni dini iliyokumbwa na shida, halafu awachochee watu wake na aseme kwamba tutapigana vita zidi yao na tutaendelea na vita hiyo. Hawa ndio wanaowachochea watu wao. Nilikuwa nimesema hapo nyuma kwamba kuchora katuni na kuvunja heshima ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna Muislamu yenye ghera ambaye anaweza kuvumilia hayo, na bila shaka hayo yote yanawaudhi Waislamu. Kisha ikiwa kuna mtu anajitokeza anaenda kinyume cha kanuni au anashika kanuni mkononi mwake, basi hawa ndio wanawajibika juu yake, au sababu yake ni ule uhuru wa kibandia wa kujieleza ambao wanauita kwa jina la freedom expression, yani uhuru wa kujieleza. Kwa vyote vile dunia hii isiyokuwa Kiislam ndio inayochochea hisia za watu. Hapo nyuma nilikuwa nimetoa hutuba mbalimbali, nilikuwa nimesema kwamba tufanye nini ili tuweze kuwajibu watu hawa na tutumie mbinu gani, na nimesema kwamba watu walikuwa wamepata athari nzuri, na tunaendelea na njia hiyo na tunaendelea na mwenendo huo huo. Kisha mwanasiasa wa Uholanzi alikuwa ametoa kauli wakati ule. Nilikuwa nimetoa hutuba moja katika Uholanzi na nilikuwa nimemwonya kutoka adhabu ya Allah. Hapo huyo alikuwa amepeleka ombi lake serikalini kwamba mtu huyo amenionya na amenitishia, hivyo mupige marufuku kwamba huyo asije tena hapa na kesi iendeshwe dhidi yake. Sasa amesema sisi tunaendelea kufanya kazi yetu sawa na kanuni na tunaendelea kutoa majibu ya shutuma zote, na tutaendelea na watu wanapata athari yake. Na huu ndio utatuzi wake, kwamba katika kanuni tutumie kila njia na tutumie kila kitu, na zaidi ya hayo tumsalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tufanye maombi. Nimekushaeleza katika hutuba zangu za nyuma kwamba tufanye maombi mengi. Hata hivyo maulama wanasema nini kuhusu Jamaat? Waseme tu, lakini sisi tutaendelea kufanya kazi yetu ya kusambaza na kueneza mafundisho mazuri ya Islam inshallah taala. Wanapumua mtu mmoja, wawili au wanne kwa muda tu wanamaliza hasira yao, lakini utatuzi huu si utatuzi wa kudumu. Umma wa Islam, ikiwa unataka utatuzi wa kudumu, basi unatakiwa uwe kitu kimoja. Sasa kuhusiana na mambo ya rais wa Ufaransa, rais wa Uturuki ametoa majibu na zipo nchi mbili ambazo zimetoa majibu, lakini jambo hilo haliwezi kuleta athari kubwa,
kwa kuwa inasemwa kwamba rais wa Uturuki aliposema, basi rais wa Ufaransa akabadilisha kauli yake na akawa mpole kidogo, kwamba sikuwa nia hii, lakini hata hivyo akaendelea kusema kwamba sisi tunachokifanya tunasema sahihi na tunafanya sahihi. Lakini ikiwa nchi za Kiislam zipatazo 54-55 zikusanyike kwa pamoja na ziwe kitu kimoja, basi rais wa Ufaransa asingeweza kusema hayo na angeomba msamaha. Hapo ningependa kusema kwamba mufanye maombi kwamba angalau nchi za Kiislam mbele ya watu wengine ziwe kitu kimoja, halafu tuone kwamba athari itakuwa kiasi gani. Sisi tunaendelea kufanya kazi yetu na tutaendelea kufanya kazi yetu, kwamba huu ni wajibu wa waumini wa Masihi wa Muhammad, kwamba wasambaze mafundisho ya Islam katika dunia nzima na waoneshe dunia uso mzuri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tusikae kwa utulivu hadi tuweze kuleta watu wote chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tuiambie dunia kwamba wokovu wenu ni katika hilo tu, kwamba muje mumtambue Mungu mmoja na mumalize zulma. Muda mchache kabla nilikuwa nimewaandikia viongozi mbalimbali wa serikali barua tena, miezi michache iliyopita katika janga hilo la korona, na nilikuwa nimemuindikia rais wa Ufaransa na nilikuwa nimemwambia katika maneno ya Masihi Maud alayhi wasallam kwamba hiyo ni adhabu ya Allah ambayo inakuja kwa sababu ya zulma. Hivyo mufanye juhudi na mumalize zulma na mutekeleze uadilifu, na kama mnasema lolote museme kwa haki. Sisi tumetekeleza wajibu wetu na tutaendelea kutekeleza. Hapo sasa wao wanaamini wasiamini ni juu yao, lakini sisi hatutakiwi tusahau umati huu wa Islam katika maombi yetu. Mungu atujalie kwamba watu hawa waweze kumtambua mtumishi mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu aijalie dunia hii iweze kutafakari kwamba ikiwa wataendelea kwenda mbali na Mwenyezi Mungu, basi watapata maangamio. Na sisi tufanye juhudi kwamba tuilete dunia hii chini ya tauhidi na kuwaleta chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo shabaha hasa ya Tahrike Jadid. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hayo. Pia kutokana na hali halisi ya dunia tufanye maombi. Hali inaendelea kubadilika kwa kasi. Janga hilo la korona likitoka, tusije tukapata janga lingine katika sura ya vita kuu. Mwenyezi Mungu aijalie dunia akili na uelewa ili waweze kumtambua Mwenyezi Mungu na waweze kutimiza haki yake. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر